Mazo na tulibeba mwili tukaileta hadi police station. Na katika juhudi za kueneza amani na mshikamano nchini kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027, muungano wa makanisa ya Kiinjilisti katika eneo la Kayole, eneo bunge la Embakasi ya Kati hapa Nairobi, umeendesha shughuli ya maombi ya saa 48 bila kukoma, ukiombea taifa utulivu, umoja na uchaguzi wa amani mwaka 2027. Viongozi hao pia wametoa wito wa kudumishwa kwa amani miongoni mwa wanasiasa na wananchi kwa ujumla, huku pia wakionya dhidi ya siasa za chuki na migawanyiko zinazoweza pia kuhatarisha udhabiti wa taifa hili. Nilitaka niweze kutuma ujumbe kwa ujumla katika jamii pana ya Kenya kwamba wakati huu ambapo tunapojiandaa kuelekea kwenye uchaguzi, tumekuwa na masuala hapa na pale ya hasa utovu wa nidhamu. Vijana wetu wamebadilika kuwa goons. Tuendelee kudumisha amani, kwa sababu pasipokuwa na amani, hata tufanye mambo makubwa kiasi gani, tunaweza jipata kwamba mwishowe tena tumepoteza kazi kubwa ambayo tumeifanya kwa sababu ya kukosa amani. Kenya mzima, ujumbe huu wa amani ni ujumbe wa maana sana, na tunaungana mkono na Bishop tukipatia nguvu ya kusema nenda mbele, uwe ambassador, ungana na wenzako makanisa mbalimbali, tuwe kitu kimoja, tuhubiri amani, hasa wakati huu tunapoelekea uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Nchi yenye haina amani hakuna maendeleo. Jaji Mkuu Martha Koome amesisitiza